Utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo sayari yako inayotawala Mars inaongeza nguvu kwenye juhudi zako. Siku ya leo inakuhimiza kuchukua hatua kazini ambapo nafasi za kuwa kiongozi zinajitokeza. Hata hivyo, kuwa mwangalifu na papara inayoweza kusababisha migogoro isiyotarajiwa. Tumia nguvu zako kwenye miradi inayokupa furaha huku ukidumisha usawa kati ya hamasa na tahadhari. Mahusiano binafsi yana fursa ya kuimarisha maelewano na kuleta uelewa wa pande zote. Katika masuala ya kifedha siku hii ya leo, kuwa macho unapoamua kuhusu bajeti na uepuke uwekezaji wa haraka. Afya yako inahitaji matunzo, pata muda wa kufanya mazoezi ya mwili ili kupunguza nguvu nyingi na kuipa akili yako utulivu. Meditation itakusaidia kuongeza umakini. Jioni ya siku hii ya leo, pumzika na shughuli zinazokurudishia nguvu na kukutuliza. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Mpangilio wa nyota leo unakuhimiza kuzingatia utulivu na ukuaji binafsi. Mwezi unaathiri mazungumzo yako, ukikuhimiza kuwa makini katika mazungumzo yako. Katika kazi siku hii ya leo, diplomasia ni silaha yako kubwa, ikikuruhusu kujadiliana na kufanikisha makubaliano yenye faida. Asili yako ya kivitendo inakusaidia kutatua matatizo, hasa yale ya kifedha yanayohitaji uchambuzi wa kina. Nyumbani siku hii ya leo, jitahidi kuimarisha uhusiano wako na familia. Katika mapenzi siku hii ya leo, usikose kufungua moyo wako kwa miunganisho ya ghafla. Kwa upande wa afya siku hii ya leo, kujifurahisha kwa kutembea au kufurahia mazingira ya asili kunaweza kukupa amani. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni lavenda, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke na nyota ya Mbuzi. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo sayari ya Mercury inakuongezea nguvu za kiakili. Ni siku nzuri ya kujifunza na kutekeleza mawazo mapya kazini. Kwa hivyo chukua hatua. Miradi ya pamoja itafanikiwa unapoeleza mawazo yako kwa shauku. Hata hivyo, kuwa mwangalifu na usumbufu unaoweza kukukengeusha. Badilika haraka unapokumbana na mabadiliko yasiyotarajiwa. Katika mahusiano siku hii ya leo, furaha na ubunifu vitasaidia kupunguza mvutano na kuongeza mapenzi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha mipango yako inalingana na malengo yako ya muda mrefu. Pumzika kwa shughuli zinazochochea akili yako kama kusoma au kufanya mafumbo. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni peppermint, manukato ni lemon. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo mwezi unasisitiza hisia zako za huruma na undani wa kihisia. Unajikita zaidi kwenye masuala ya nyumbani na familia, ukijaribu kuwapa wale uwapendao msaada na utunzaji. Kazini siku hii ya leo, mbinu yako ya huruma inaimarisha ushirikiano wa kikazi. Epuka kujihusisha na drama za ofisini, badala yake zingatia kazi zinazolingana na maadili yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, maamuzi ya kihafidhina ndiyo bora ili kudumisha utulivu unaoutafuta. Katika mapenzi siku hii ya leo, uwe na ujasiri wa kuonyesha hisia zako kwa uwazi.
Afya yako itaimarika unapoendelea na mazoezi ya kupumzisha mwili na akili kama yoga au meditation. Rangi ya bahati ni fedha, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni jasmine, manukato ni chamomile. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo jua linakuongezea nguvu kwenye eneo la ubunifu na kujieleza. Aura yako ya kuvutia inawavutia wengine na kufanya siku hii kuwa nzuri kwa kuonyesha vipaji vyako. Kazini siku hii ya leo, mawazo yako ya ubunifu yanawavutia wenzako. Jipenyeze kwenye nafasi za kuongoza kwa ujasiri. Hata hivyo, hakikisha unashirikiana vizuri na wengine ili kufanikisha miradi ya pamoja. Upande wa kifedha siku hii ya leo, ukarimu wako unaweza kudhibiti bajeti yako, hivyo kuwa mwangalifu kwenye matumizi. Katika mapenzi siku hii ya leo, siku inakuletea mazungumzo ya kina na kucheza kwa furaha na mpenzi wako. Kimwili siku hii ya leo, elekeza nguvu zako kwenye shughuli zinazokufurahisha kama kucheza au kuigiza. Jioni ya siku hii ya leo, tafakari mafanikio yako na panga malengo mapya kwa ustawi wa kibinafsi na wa kitaaluma. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni amba, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo sayari ya Mercury inakuongezea uwezo wa kuchambua mambo kwa undani. Kazi yako leo itaenda vizuri unapotumia umakini wako kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Usimamizi mzuri wa muda na jitihada zako za kufanya kazi pamoja na wengine zitaleta ubunifu na mafanikio. Katika masuala ya kifedha siku hii ya leo, kuwa makini unapokagua bajeti na chaguo za uwekezaji. Katika mapenzi siku hii ya leo, ishara ndogo za upendo na utunzaji zitathaminiwa sana. Kwa upande wa afya siku hii ya leo, hakikisha unajitunza kwa njia zinazokuletea utulivu kama mazoezi au meditation. Jioni ya siku hii ya leo, pumzika kwa kushiriki katika shughuli zinazokupendeza kama kusoma au kushona ili kupata amani na kuridhika. Rangi ya bahati ni kahawia, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni eucalyptus, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo sayari ya Venus inakupa mvuto zaidi kwenye mahusiano na maingiliano ya kijamii. Usawa ni nguvu yako kuu, ikikusaidia kusawazisha mambo binafsi na ya kitaaluma kwa ufanisi. Kazini siku hii ya leo, ushirikiano na mawasiliano ya wazi ni funguo na mafanikio. Hakikisha unashirikiana vizuri na wenzako huku ukiheshimu mitazamo tofauti. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fuata mipango yako ya matumizi kwa uangalifu. Katika mapenzi siku hii ya leo, joto la mapenzi linaongezeka leo, na wale walio peke yao wanaweza kukutana na watu wapya kwa njia zisizotarajiwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafuta mazingira ya amani au anza shughuli za ubunifu kama yoga au uchoraji. Usiku wako utaenda vizuri ukiwa umekaa sehemu tulivu unayoipenda. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni rozi, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo sayari ya Mars inakupa nguvu za kipekee na azimio la kushughulikia changamoto kwenye maeneo yako ya kikazi na maisha binafsi. Kazini siku hii ya leo, ujasiri wako unasaidia kusukuma miradi mbele huku malengo yako yakiwa wazi. Hata hivyo, hakikisha unawasiliana kwa uvumilivu na uwazi ili kuhakikisha mafanikio ya ushirikiano.
Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na uwekezaji wako. Hakikisha unachambua kila kitu kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Katika mapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako unaweza kuimarika kwa mazungumzo ya wazi na ya kweli. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia nguvu zako kwa njia za kujirekebisha kama vile kufanya mazoezi au uandishi wa ubunifu. Kuweka mipaka kunasaidia kudumisha afya ya kihisia. Rangi ya bahati ni nyeusi, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni manemane, manukato ni oudi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo mwangaza wa Jupiter unakufanya utafute uzoefu mpya na kupanua mawazo yako. Siku hii ni nzuri kwa kuchukua changamoto mpya kazini au kujifunza mambo mapya. Kazini siku hii ya leo, fursa za maendeleo zinajitokeza unapokubali mabadiliko kwa mtazamo chanya. Ushirikiano na watu wenye mtazamo sawa na wako utaleta mafanikio makubwa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, uwezekano wa mafanikio upo kwa kuchukua hatari zilizopangwa vizuri. Katika mapenzi siku hii ya leo, furaha inapatikana kwa kujaribu njia mpya za kuimarisha uhusiano. Upande wa kiafya siku hii ya leo, endelea kuwa na nguvu kwa kushiriki shughuli za nje kama kutembea au michezo. Unapojipumzisha jioni ya siku hii ya leo, burudika na kitu kinachokufurahisha kama filamu au vitabu vya maarifa. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni 3, mafusho ni sandalwood, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu za Saturn zinakuongezea utulivu na kuimarisha juhudi zako. Siku hii inaleta mafanikio yanayotokana na mipango thabiti na kufanya kazi kwa bidii. Kazini siku hii ya leo, uongozi wako unavutia wengine na kuongeza tija kwenye kazi za pamoja. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa na nidhamu na kuzingatia akiba yako ni muhimu ili kuhakikisha ustawi wa kifedha. Katika mahusiano siku hii ya leo, uwazi na umakini wako vinasaidia kuondoa migogoro na kuimarisha uhusiano. Kwa wale walio single, kuna uwezekano wa kukutana na mtu mwenye mtazamo sawa na wako. Afya yako itaimarika kwa kushiriki shughuli za kimwili kama kupanda mlima au mazoezi ya nguvu. Jioni yako itakuwa bora ikiwa utatumia muda kufurahia shughuli unazozipenda. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni udi wa frankincense, manukato ni patchouli. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo sayari ya Uranus inakuongezea ubunifu na hamasa ya kufanya mambo kwa njia mpya. Siku hii inaleta fursa za kutekeleza mawazo yako ya kipekee na kuleta mabadiliko chanya. Kazini siku hii ya leo, shiriki mawazo yako na wengine huku ukikubali mabadiliko na miradi yenye mwelekeo wa kisasa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tathmini mbinu zako kwani njia zisizo za kawaida zinaweza kuleta mafanikio. Katika mapenzi siku hii ya leo, kuwa harisi na mwaminifu kunasaidia kuimarisha uhusiano. Wale wasio na wapenzi wanaweza kuvutia watu kwa ubunifu wao wa kipekee. Afya yako inahitaji kupewa kipaumbele kwa kuchagua mazoezi ya kisasa au yaliyo na teknolojia ya kisasa. Jioni yako itakuwa bora ukijishughulisha na vitu vinavyokuamsha ubunifu wako. Rangi ya bahati ni blue angavu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sage, manukato ni minti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac.
Leo mvuto wa Neptune unakupeleka kwenye tafakari na ufahamu wa ndani. Intuition yako inakusaidia kufanya maamuzi sahihi katika kazi na maisha binafsi. Kazini siku hii ya leo, ubunifu na huruma yako vina faida katika miradi inayohusisha watu wengine. Hakikisha unaweka mipaka ili kulinda umakini wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa mwangalifu unapofanya maamuzi ya kifedha na hakikisha unajikita kwenye malengo ya muda mrefu. Katika mapenzi siku hii ya leo, fungua moyo wako na usiogope kuonesha hisia zako kwa uwazi. Afya yako inahitaji usawa. Fanya shughuli za utulivu kama meditation au muziki ili kupunguza mawazo na kuongeza amani. Jioni ya siku hii ya leo, jitumbukize kwenye shughuli zinazokupa furaha na kuridhika. Rangi ya bahati ni aqua, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni lavenda, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Nge na nyota ya Samaki. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025. Basi ni kusihi usikose kusubscribe, kulike na kukomenti na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapoweka video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.